sana. Viko wazi sana. Kwa uchambuzi huu mdogo ambao umefanyika, Ndio. Hivi vitu viko wazi sana. Ndio. Kama unachocha kuongezea Pastor. Andiko la Timotheo ambalo linatumika sana na mashahidi wa Yehova, Timotheo wa kwanza 5:23 kwa ajili ya tumbo. Timotheo wa kwanza 5:23 ni andiko ambalo watu wanajaribu kuhalalisha ulevi wao. 5:23. Na nisisitize, mtu akinywa bia 2 akiwa halewi, huyu ni mlevi. Okay. Narudia tena. Hii ni tofauti na Coca-Cola. Coca-Cola hata ungekunywa 100 haulewi. Si umeelewa tofauti? Sawa. Kuna tofauti ya hebu kabla ya kuzungumza hiyo tofauti, Timotheo wa kwanza 5:23 inasema, tokea sasa usinywe maji tu, lakini tumia mvinyo kidogo kwa ajili ya tumbo lako na magonjwa ya kupatayo mara kwa mara. Neno mvinyo lililotajwa kwenye Biblia ya Kiswahili, watafsiri walikosea kuweka neno mvinyo. Kiingereza imetaja neno wine, maana yake juisi ya zabibu. Sasa juisi ya zabibu hata leo, kwa hiyo hii mvinyo imekosewa? Sio kwa asili, watafsiri. Nataka watafsiri katika Biblia walikuwa ni watatu, kutoka Kiingereza kuja Kiswahili. Mmoja alikuwa ni msomi wa lugha ya Kiswahili, alikuwa ni Muislamu, alikuwa anatokea Zanzibar. Mmoja alikuwa ni padri wa kanisa Katoliki, mmoja alikuwa missionary, simkumbuki vizuri. Biblia tunazitumia hapa Afrika Mashariki. Yes, za Kiswahili hizi ambazo tunatumia. Dunia nzima za Kiswahili au hapa Afrika Mashariki? Hapa Afrika Mashariki hapa tunazozitumia. Kwa hiyo walitafsiri watu hao. Kwa hiyo yako maneno mengi walikosa tafsiri. Utaona kwa mfano sinagogi hawakuwa na tafsiri yake, ndio maana kwenye maneno magumu wakasema sinagogi ni msikiti wa Wayahudi, wakati sio kweli, sio msikiti wa Wayahudi. Yako mambo kadha wa kadha ambao walikosa kwa mfano kisima, sehemu nyingine waliita birika, bwawa waliita vitu vinafanana hivyo. Hawalikosa viswahili vyake. Sasa neno mvinyo lililotajwa hapa sio mvinyo, ni wine, ambao ni juisi ya zabibu. Juisi ya zabibu wakati wote mpaka leo ni dawa ya vidonda. Sasa inawezekana kinachoonekana Timotheo alipata matatizo ya tumbo, inawezekana vidonda vya tumbo, kwa aliambiwa anywe divai. Maana yake ni nini? Mtu huyu juisi hii ya zabibu ikitengenezwa tu hapo ni dawa, au ikiwa imechacha, kwa maana ikiwa ina ukali? Ikitengenezwa hapo ikiwa na ukali, sasa inakuwa ni kemikali, inaleta shida tena. Hapana, ikiwa hapo ikitengenezwa hapo haina tatizo, inaponya vidonda. Ndio maana labda kabla ya kusema ndio maana kanisa la kwanza, wataalamu pia watatusaidia kwenye hichi unachokiongea. Yes, maana wako wanatusikiliza. Yes, kanisa la kwanza ndio tangu nyakati za zamani watu waliitwa wanadhiri walikuwa hawanywi divai ya namna yoyote, iliyochacha na ambayo haijachacha. Kwa nini walizuiwa kunywa? Ili kujiepusha, kwa sababu iliyochacha na ambayo ilikuwa haijachacha wakati mwingine ilikuwa ni ngumu kuzitambua. Kwa sababu rangi ni ile ile. Kwa hiyo walizuiwa kunywa ili wasije wakajiingiza kwenye mtego wa kulewa. Kwa hiyo hata kanisa la kwanza lilipoingia, utaratibu ulikuwa hivyo hivyo. Watu wa duniani walikuwa wanakunywa divai, kwa hiyo wengine walikuwa wanajichanganya wanalewa. Kwa hiyo mtu akiwa Mkristo anatakiwa ajitenge kabisa na hayo mambo. Kwa hiyo Timotheo alikuwa hanywi chochote. Kwa hiyo sasa Paulo akakuwa ni kiongozi wake, akamwambia, sasa sikiliza, unanisikiliza mimi mwenyewe sio mlevi, sinywi chochote, kunywa divai kidogo kwa ajili ya tumbo lako. Na ukumbuke nimesema divai ilikuwa ni dawa, na sio ilikuwa, mpaka sasa ni dawa ya vidonda. Ni dawa ya vidonda. Najaribu kutafuta andiko kama nakumbuka vizuri, nafikiri ni Luka sura ya 13, ambapo Yesu alitoa mfano mmoja wa mnyang'anyi mmoja aliyeangukiwa, mtu mmoja ambaye alishambuliwa na wanyang'anyi, na mara baada ya kushambuliwa na wanyang'anyi akapita kuhani siyo pale, akapita mfano ni maarufu sana, nafikiri watu wengi wanaufahamu. Yes, wengi watakuwa wanaukumbuka huo. Na akampa tiba ya kwanza kwenye vidonda vyake. Yes, alimpaka nini? Alimpaka mafuta na divai. Hilo andiko sio kama nitalikumbuka vizuri haraka haraka. Ya kwanza pale. Yes, kwa alimpaka divai. Alimpaka mafuta, alafu na kuweza alimpaka mafuta kama sehemu ya kulainisha vidonda, sio kama hawa watu wengine wanavyopaka mafuta watu. Ya kwanza zeni akampeleka kituo cha afya. Yes, ndivyo ilivyokuwa. Kwa hiyo haikuwa divai wakati wote, ni dawa mpaka leo. Na hii kama kwa mfano huu, hii inatuonyesha kwamba hawa katika tamaduni zao walikuwa wanatembea na hichi kinywaji. Ndio manake alikuwa nacho kwenye usafiri wake. Yes, na nikwambie kitu, kulikuwa na namna
Mungu akitupa neema siku moja tutakuja kujifunza aina 10 za divai katika Biblia. Aina 10 za divai. Okay. Katika tafsiri ya Kiswahili zote zilikuwa zinataja divai. Sana sana wakiongeza utasema mvinyo na kadhalika. Lakini ziko aina 10. Kuna aina moja ya divai ambayo inatakiwa inachemshwa alafu inachanganywa na asali. Ikishachemshwa maana yake inazuiwa isiweze kuchacha. Okay. Ilikuwa ni kama leo ungeweza kusema iwekwe kwenye friji. Na itabidi wakati mwingine utuambie ile ambayo Nuhu alikunywa akalewa akawa wanachunguliwa na watu wake. Ile alikunywa pombe kabisa. Ile alikunywa pombe kabisa. Kwa nini? Alikuwa hana elimu. Alitengeneza divai, akaiacha ikalala. Yeye akajua ndio ile kanywa, matokeo yake kakaa uchi. Asante sana ndugu mtazamaji wa channel ya kupendwa ya ndugu Moffat pamoja na Holiness TV. Hii ni part 1 ambayo inasema ya injili iliyosahaulika. Injili iliyosahaulika. Punde tutaingia katika part 2. Kwa hiyo endelea kuwa nasi. Tunataka tujifunze pamoja. Unapokuwa na maswali, unapokuwa na insight za kuongezea, karibu. Lengo ni kujifunza, hili ni darasa huru. Na mada hii ina vitu vingi sana. Tunaweza tukachukua masaa mengi sana katika mada hii. Kwa hiyo tunaanza, hii ni sehemu ya kwanza, tutakuletea sehemu zingine zinazofuata. Ndio pasta, wakati tunamalizia katika sehemu ya kwanza, kama unaweza kulitengeneza short summary ya kile ambacho umekiongea kwenye somo so far. Jambo lolote linahusu imani, sio jambo la kukurupukia kwamba ukiambiwa tu pombe ni halali ukakurupukia. Jambo lolote la kiimani unatakiwa uwe makini, fanya kwa makini, usikitendee kitu kazi kabla hujakichunguza kuwa ni kitu sahihi. Kwa hiyo hata unakiambiwa na kiongozi wako kwamba pombe ni sawa, chunguza kwanza ujiridhishe. Na uzuri wa Roho Mtakatifu, kama umeokoka kweli, ukiambiwa jambo lolote utaona ndani linakataa kama ni sio la kweli. Kama ni la kweli litakubali. Ukiona linakataa, hata kama maandiko yanakuonyesha ni sawa, usifanye kwanza mpaka ulihakiki kwa mujibu wa maandiko. Amina. Amen.